wananufaika kwa kupitia kikao hiki, sisi tulioko hapa, lakini na wengine, maana haya yanachukuliwa na wengine ambao wanayofuatilia haya. Ni imani yangu na ni imani yetu, watu wananufaika kwa namna moja ama nyingine. Katika muendelezo wa darasa yetu, tupo katika mlango babul haidhi, mlango unaozungumzia masala ya hedhi. Tunaposema hedhi maana yake lugha ni asilan, kuchuruzika. Humu ndani pameelezwa nifasi, humu ndani pameelezwa mambo mengi, taratibu zake na mengi ambayo yameelezwa humu. Tumefika mpaka tumekuja kukomea kwenye sehemu ambayo kwamba yaharumu, uharamu wa mtu akiwa na hedhi na uharamu wa mtu akiwa na nifasi. Anasema yaharumu ni haramu bil haidhi, kwa sababu ya hedhi, wa nifasi, na kwa sababu ya nifasi. Yale ambayo yaharumu yanakuwa haramu bil janaba, kwa sababu ya janaba. Hakuyataja ila yameelezwa. Yako mambo ambayo kwamba yanakuwa ni haramu mtu akiwa na janaba, sababu huwa kuna viwango. Hatua ya kwanza, kuna ambayo yanayokuwa haramu kwa sababu ya mtu hana udhu huwa kutawadha. Kuna vitu ambavyo ameviharamishiwa. Ikaongezeka baadaye mtu ambaye akiwa na janaba, kuna ambayo ni haramu. Miongoni mwayo ni kusoma Qur'ani, japo kwenye yule ambaye hana udhu, yeye kusoma Qur'ani anaruhusiwa. Ila mwenye janaba hata kuisoma Qur'ani pia haruhusiwi, inakuwa ni haramu. Sasa mwenye hedhi na mwenye nifasi pia, pamoja na haya yote ambayo ni haramu kwa mwenye janaba, lililokuja likaongezeka kwa mwenye hedhi na kwa mwenye nifasi, anasema wakadha saumu, kufunga pia ni haramu kufunga. Ile mwenye janaba tukasema kama pengine hii hali ilimtokea usiku, basi akaamka na janaba ile la kuoga na nini, basi saumu akiifunga inaswihi wala haina tatizo. Ila ili janaba akilipata pia tukasema kuna mazingira ya kuyaangalia. Kama itakuwa limempata mchana, inaangaliwa ni mazingira gani, mania yamemtoka kwenye utaratibu upi. Kama yamemtoka kwa yeye anajichezea yakatoka, basi atakuwa imeiharibu ile saumu. Lakini pia akatoka kwa kumuingilia mwanamke, basi yatakuwa pia saumu itakuwa imeharibika kwa sura hiyo. Mengi, lakini hapa kilichoongezeka kwa mwenye hedhi na kwa mwenye nifasi kwamba kufunga haruhusiwi kufunga. Mwenye hedhi na mwenye nifasi, wajibu na ni wajibu kadhauhu, kulipa kadha ya saumu, duna sala, kinyume na swala. Mwanamke akiwa kwenye hedhi au akiwa kwenye nifasi, ule muda yuko hivyo, haruhusiwi kufunga wala kuswali, ni haramu. Ila hedhi kija ikikoma, kama ametokwa siku 7, huu muda si anaambiwa ni haramu kuswali wala kufunga kama ni mwezi wa Ramadhani. Ikija ikakoma, pengine akaenda siku 7, zilivofika siku 7 ikawa imekoma ile hedhi, si anatakiwa aoge, ajitahirishe, si ndivyo au imekoma ile hedhi. Baada ya kukoma, manake vitu ambavyo manake siku nyingine, manake Ramadhani hapa si hana muda wa kulipa. Ramadhani ikimalizika, basi anatakiwa aje alipe kadha ya hizi saumu ambazo hakufunga akiwa kwenye hali hiyo. Ila swala, ule muda alikuwa kwenye hali hiyo, kwa kuwa sheria inasema haruhusiwi kuswali,
basi akija akitwahirika swala hawezi kuzilipa zile swala, hakuna tatizo, lakini kwa saumu lazima aje alipe. Wayarum, na ni haramu uburul masjidi, kupita msikitini, in khafat talwithahu, ikiwa ataogopa kuuchafua msikiti. Ni haramu kupita, na kama inaonekana akipita hapa anaweza akadondosha ile damu ya hedhi, na ndio kuuchafua msikiti, na itakuwa ni haramu, haruhusiwi huyu mwanamke, ni haramu kupita msikitini. Walwatu, na kitu kingine ambacho ni haramu ni watu, kumuingilia mwanamke. Mwanamke akiwa hedhini ni haramu kuingiliwa, kufanya tendo la ndoa. Mwanamke akiwa kwenye huo muda wa kwenye hedhi ni haramu kumuingilia. Ukimwingilia unapata madhambi. Kwanza hata wewe mwenyewe unaweza ukajiletea madhara. Walistimtau bima fima baina surati wa rukba, na kustareheka na huyu mwanamke sehemu iliyoko kati ya kitovu na magoti. Hili eneo kulisogelea hili eneo ni haramu, huruhusiwi. Lakini eneo jingine hili ambalo sio hilo haruhusiwa. Lakini kutoka hapa sehemu iliyoko kati ya kitovu na magoti, hili eneo lililoko hapa, mwanamke akiwa kwenye hedhi huruhusiwi kulisogelea hili eneo, ni haramu. Wa talaku, na kupewa talaka. Mwanamke akiwa kwenye hedhi, kule kutwalikiwa mwanamke akiwa kwenye hedhi ni haramu. Ni haramu, pata madhambi. Japo ile talaka itakuwa imetuka, sio kwamba ndo hatoachika. Ukatoa talaka ukampa mwanamke akiwa kwenye hedhi, basi ile talaka itakuwa imetuka, maana yake yule mwanamke atakuwa ameachika, lakini umefanya jambo la haramu ambalo wewe utapata dhambi. Kwa sababu umefanya jambo la nini? La haramu, maana yake utapata dhambi. Wa taharatu bi niyati raf'il hadathi, jambo jingine ni kujitahirisha kwa nia ya kuondosha hadathi. Ni haramu mwanamke akiwa kwenye hedhi au kwenye nifasi, ni haramu kuoga kwa nia ya kuondosha hadathi. Anaweza akawa mwanamke muda huo pengine ana janaba, alafu hajaoga akakutana na nini? Na hedhi. Sawa? Sasa ule muda yuko kwenye hedhi, hawezi kuoga josho la janaba. Ni mpaka ije ikome ile nini? Ile hedhi, ndo ataruhusiwa sasa kuyaoga hayo majosho. Kwa hiyo kuoga kwa nia ya kuondosha hadathi ni haramu pia kwa huyu mwanamke. Licha ya kuwa lile hadathi ile nani haitaondoka, ni mpaka afanyaje? Ni mpaka itakapokoma ile hedhi ndo aruhusiwe. Lakini majosho mengine kama labda anataka kuoga kwa ajili ya josho la sunna, mfano kwa ajili ya swala ya Eid, si ni sunna kuoga, hapo anaruhusiwa. Anataka aoge labda kwa ajili ya ihramu Maka, kwa ajili ya kuhirimia anaruhusiwa. Josho la Ijumaa yeye sababu yeye hausiki yeye labda kama kwa ajili ya swala ya kusufi labda ni sunna kuoga, si ndivyo Yale majosho mengine ya sunna yale anaruhusiwa na hamna tatizo, lakini kuoga kwa ajili ya nia ya kuondosha hadath, hapa ndo haruhusiwi. Ni haramu kuoga kwa nia hiyo, ni haramu mwanamke akiwa hivyo. Sasa faidhan qata'a damu, itakapokatika damu inategemeana na mwanamke anatokwa muda gani. Kuna wengine wanatokwa siku 7, wengine siku 6, wengine inategemeana, lakini wingi wa mwanamke kutokwa na hedhi ni siku 15. Sasa ikaenda hii hedhi, mwisho wa siku ikawa imekoma. Kama tuchukue aghalabu ya wanawake wengi, pengine akatokwa siku 7, baada ya zile siku 7 alafu ikawa imekoma, haitoki tena, maana yake imekoma pale. Ikisha koma damu, irtafa tahrimu saumi, moja kwa moja utakuwa umeondoka ule uharamu
wa kufunga automatically. Pale pale utakuwa umeondoka ule uharamu wa kufanyaje? Wa kufunga. Wa talaki, na ule uharamu wa kupewa talaka. Twalikiwa sasa pale kwa kuwa hedhi imekoma, si haramu tena. Wa tahara, na kule kujitahirisha kwa nia ya kuondosha hadathi, pia ule uharamu utakuwa umeondoka pale pale. Na kingine ni uburi almasjidi, kule kupita msikitini, pia uharamu wa hivyo utakuwa pale pale utakuwa umetoka. Wayabuka albaki, na yatabakia yenye kubakia hata taktasila, mpaka atakapooga, mpaka atakapofanyaje? Atakapooga. Kwa hiyo hivi kisha kuwa imekoma kwa mwanamke, pale pale uharamu wa kufunga unakuwa umeondoka. Maana yake akifunga hata kabla hajaoga si haramu tena, sawa ila kuna ambaye atakayobakia, hata kupewa talaka inakuwa si haramu tena hata kabla hajaoga. Alafu hata kupita msikitini uharamu unaondoka hata kabla hajaoga. Lakini kama tulisema kuingiliwa ni haramu, maana yake sasa hapa mpaka aoge. Kule kukoma hivi peke yake hakutoshi, huyu mwanamke ndo awe na ruksa ya kuingiliwa. Maana yake ni mpaka atakapooga, aoge lile josho la hivi liondoke, ndo sasa wewe mwanamume uruhusiwe kufanyaje? Kwa hiyo akatulia tu, hivi imekata pengine leo akakaa hata siku 3 hajaoga, wewe bado uharamu unaendelea wa wewe kumuingilia. Uruhusiwe kumuingilia ni mpaka aoge. Kwa hiyo ambacho tuwe nacho makini ni kuwazindua. Hivi imekoma, pengine siku 6 zote umevumilia wewe, siku 7 zote umetulia. Sasa ikishakoma ile, vipi unamuuliza bwana tayari umeoga? Mwambia mimi siruhusiwi kukutana na wewe, ni mpaka ukafanyaje? Mpaka ukaoge. Na wala siruhusiwi hata kucheza na wewe sehemu iliyoko kati ya kitovu na magoti, ni mpaka uoge. Hichi ndo hiki pengele ndo wengi tunafahamu. Maki inaweza ikakoma magharibi. Bwana leo siku ya ngapi? Bwana leo siku ya 7 bwana. Kwa hiyo magharibi pengine ile ishaingia, imemalizika, si ndivyo? Imekoma. Sasa muda ule wa usiku ule akasema mimi tayari nishamaliza bwana muda wangu bwana, siku 7 mimi inatoka siku 7. Kwa hiyo imeisha. Hakumbuki kuuliza umeoga kuondoa, umeoga josho la kuondoa hii hivi kwanza, josho la nani? Basi kama akisema wewe huruhusiwi kukutana naye, ni mpaka aoge. Kushika msahafu pia haruhusiwi, ni mpaka aoge. Kugusa msahafu pia haruhusiwi, ni mpaka aoge. Kuswali pia haruhusiwi, ni mpaka atakapooga. Kule kukoma peke yake haitoshi, ni mpaka aoge. We kamata tu haya ambayo yametolewa: saumu, na kitu kingine talaka, kitu kingine kupita msikitini. Haya yatoe, ndo ambayo ikikoma tu hivi kabla hajaoga, uharamu wa haya automatically moja kwa moja unakuwa ushaondoka. Mengine yote ni mpaka afanyaje? Wayabu kalbaki, na yanabakia yenye kubakia hata takatasila, mpaka huyu mwanamke afanyaje? Aoge. Tuko pamoja Haya. Sasa wala widaatil haidha, lau mwanamke akadai kuwa ametokwa na hedhi, walam yaka fi kalbihi sidquha, na wala haukutuka kwenye moyo wa huyu mume wake sidquha, ukweli wa huyu mwanamke, kwamba mwanamke akakwambia bwana mimi bwana niko kwenye hedhi bwana, lakini wewe ukawa wewe huamini ukweli wa anachokisema, sawa, halal lahu wat'uha, itakuwa ni halali kwa huyu mwanamume kumuingilia huyu mwanamke. Na kuna wengine ni wajanja bwana mimi niko kwenye siku zangu bwana, lakini kumbe anakudanganya tu. Lakini wewe sasa ndo unaangaliwa, kubali sawa wallah. Lakini wewe juzi tu hapa ulikuwa kwenye hali, tena leo unataka kumbe anatumia tu ujanja wa kukwepa hilo jambo. Mwambia wewe bwana, wewe acha habari zako.
wewe leo hii usiku lazima ibada itafanyika tu. Sawa sawa. Kwa ni halali kwa huyu mwanamume kumuingilia huyu mwanamke. Wataghasilul mustahadha, na ataosha mwanamke mwenye damu ya ugonjwa. Mwenye damu ya nini? Kwa sababu tuliona kipimo cha kutoka hedhi, tukasema ni siku 15, zile zinazozidi tukasema ya ugonjwa. Sasa hapa ndo anatoa maelekezo ya namna gani atafanya mwanamke mwenye damu ya nini? Mwenye damu ya ugonjwa, kwa sababu tulisema anatakiwa aswali. Mwanamke mwenye damu ya ugonjwa, so kwamba yeye kuswali ni haramu. Mfano kama tulisema mwanamke wingi wa kutokwa na hedhi ni siku 15. Kwa hiyo kaanzia siku 16, 17 akaona bado damu inaendelea kufanyaje? Kutoka 17, 10. Zile siku zinazoendelea zile, kile kinachotoka sio hedhi, inaitwa ni damu ya ugonjwa. Maana yake hapo hata kuingiliwa anaruhusiwa, kuswali anaruhusiwa, hakuna tena uharamu. Sio kwamba asiswali, kuswali anatakiwa aswali, kuingiliwa anatakiwa aingiliwe. Ila ataswalije ndo yanatoa maelekezo yanatolewa hapa. Anasema wataghasilul mustahadha, ataosha mwanamke mwenye damu ya ugonjwa, farjaha, ataosha tupu yake. Ataosha, hatua ya kwanza ataosha nini? Tupu yake. Alafu atashudduhu, alafu ataifunga. Yani kufunga hapa akiwa na maana ya atatafuta kitu kama pamba ajaze mle kwenye tupu yake, ajaze ndani, ajaze. Unajua kujaza anaingiza ndani kidogo kitu kama pamba hivi, alafu anaingiza ndani kwenye tupu yake. Alafu atasibuhu, alafu atafunga. Nini? Atajifunga hivi. Kuna utaratibu wa kule kujifunga, maana anapitisha huko, kama watoto wadogo wanavyofungwa. Wanafungwa manini haya? Madaso. Au madaso ile anafungwa ile. Sawa, atafanya hivyo. Ila kwa kuwa dunia ya sasa hivi imeendelea, kuna vitu vinavyoitwa pedi, hatofanya hivyo, maana yake ile moja kwa moja inapamba mle na inazuia damu. Ila kama hana hivyo, maana yake utaratibu wa kwanza aoshe. Akishaosha ile tupu yake, alafu atafute kitu kama pamba ajaze mle kwenye ile tupu yake. Akishamaliza kujaza, alafu atafute kitambaa sasa ajifunge, afunge. Sawa Ila kama kwa sasa hivi, kama ni taratibu hizi za pedi na mambo mengine, dunia imeendelea. Kwa hiyo aoshe tu pale, alafu aweke ile nani yake ya kuzuia. Sawa? Haya, akishafanya hivyo, alafu hatua inayofuatia thumma tatawadhau, kisha huyu mwanamke atatawadha. Akishamaliza kutawadha, wala tuakhirhu baada taharati, asicheleweshe hii fardhi anayotaka kuiswali baada taharati, baada ya kujitahirisha. Kwa sababu tumesema aoshe tupu yake. Akishamaliza kuosha tupu yake, atafute kitu ajaze pale. Ile kwenye utaratibu wa kujaza pia itaangaliwa ni kama ile damu haimletei madhara. Maana yake kama akijaza si atakuwa ameizuia kule. Kama itamletea madhara akishafanya hivyo asifanye hivyo. Au kama ana saumu, kama atakuwa amefunga, asijaze ile hicho kitu kama nani, sawa sijaze, kwa sababu akijaza atakuwa amefungua. Kwa sababu mwanamke kitu kikienda kwenye sehemu, mfano mwanamke akichuchumaa hivi, ile sehemu inayoonekana zaidi ya pale, kama amefunga zaidi ya pale, kitu kikapita zaidi ya ile sehemu inayoonekana, akishakuwa amechuchumaa atafungua saumu. Ni sababu ya yeye kufungua nini? Kufungua saumu. Sasa kama ile damu inatoka, manake kama akiwa na saumu akijaza, manake kwa vyovyote kile anachokijaza kinaweza kikapita mpaka ile sehemu, lao akichuchumaa inaonekana. Kwa hiyo atakuwa moja kwa moja atakuwa amefungua saumu. Kwa kama amefunga asifanye hivyo, yeye atajifunga tu, ila asijaze kitu kwenda ndani, atajifunga tu kwa kitambaa, au kama ana hiyo pedi basi aweke sawa. Alafu anatawadha. Akishamaliza kutawadha sasa,
unaambiwa asicheleweshe. Akishamaliza kutawadha, asicheleweshe hii faradhi, hii swala anayetakiwa kuiswali baada tahara, baada ya kushakuwa ameshika udhu, illa lilishtighali, ila kwa kujishughulisha biasbabi salati, na sababu za nini, za kusali. Kama vile nini? Asema kasatiri aura, kama vile kujistiri uchi. Kama vile kujistiri nini? Anataka avae ili sawa sawa, labda kama atachelewa kuswali swala hiyo kwa ajili anavaa nguo yake ya stara ili aweze kufanyaje? Kusali. Hapo ataruhusiwa. Waadhani, labda na kuitikia adhana, labda sawa wantidhari jamaa, labda kusubiria jamaa amekaa, labda anataka jamaa apate, kwa hiyo hatofanya, kwa hiyo akakaa ili kwa ajili ya kusubiria swala ya jamaa, hapo sawa. Lakini akachelewa si kwa ajili, anasema hivi, fa in akharat, ikiwa atachelewesha kuswali hiyo fardhi, lighairi dhalika, si kwa ajili ya haya yalotajwa, si kwa ajili ya kujistiri uchi, si kwa ajili labda ya nini na nini, sawa, istaanafat tahara, anatakiwa aanze upya tena kujitahirisha. Vipi? Manake wajibu, italazimu sasa ghaslul farji, manake atalazimiwa tena aoshe tupu yake, atafute kitambaa cha kuweka pale, sawa, ajifunge, alafu ashike udhu, aswali. Kama atakuwa amechelewesha si kwa ajili ya haya yalotajwa, amechelewesha kwa ajili ya mambo mengine. Lakini kama ni kwa ajili ya haya yaloelezwa, amechelewa lakini ndo alikuwa anavaa kwa ajili, hapo haina tatizo. Lakini kama atakuwa amechelewesha kwa ajili ya jambo jingine, atapaswa kuanza upya tena, atoe, sawa, atoe anani, itakuwa hamna tatizo. Swali, sasa je, akifanya hivyo alafu damu ikaendelea kutoka, inakuwaje? Ile inasameheka. Kwa hiyo cha kwanza tu yafuate taratibu, aoshe tupu yake, atafute kitambaa ajaze mle kwenye tupu yake, alafu ajifunge. Akishaanza kuswali, ile damu inayoendelea kutoka, hata kama italoa yote, haina tatizo kabisa, anasamehewa na swala itakuwa imeswihi, na wala haambiwi aje afanyaje, aje arudie tena kuiswali hii swala. Wajibu, na ni wajibu ghaslul farji, kuosha tupu, wa tasibuhu, na kufunga kule, kujaza na kufunga kama tulivyosema, waludhu, na kutawadha kama tulivyotoa maelekezo, likulli faridha, kwa ajili ya kila fardhu. Kwa kila fardhu anayotaka kuiswali, huyu mwenye damu ya ugonjwa atakuwa anafanya hivi. Maana inaweza, maana ile si mfululizo, inatoka tu inatoka. Kwa hiyo atafanya hivyo kila fardhi. Mfano amefanya kwa ajili ya dhuhuri sasa hivi, ikifika alasiri pia atafanya utaratibu huo, atatoa zile, sawa, ataosha tena, atajaza, atajifunga, aswali la asiri. Ikifika magharibi hivyo hivyo, asiyakawa kufunga kwa sasa hivi ndo aswalie tena na nini na la asiri na magharibi. Kila faradhi anatakiwa awe anafanya hivi. Wamana yule ambaye kwamba bihi salsal baul, mwenye Kiswahili wanasema mwenye kisonono cha mkojo. Mwenye kisonono cha nini? Yaani ni mtu ambaye mkojo unatoka muda wowote. Sasa ndo asiswali. Sawa nini? Yaani muda wote yeye mkojo tu na unatoka. Au mwenye kisonono cha nini, cha manii, sawa, au madhi au wadi. Kuna vitu vitatu hapo. Kuna mtu yeye muda wote mkojo unatoka tu kwenye tupu yake, si ndivyo Kuna mwingine yeye madhi anatoka tu muda wote. Kuna mwingine wadi anatoka tu muda wote. Kuna mwingine manii anatoka. Afanyaje? Anasema kal mustahadha, atafanya kama huyu mwenye damu ya ugonjwa ambaye maelezo yake yametolewa hapo, sawa fima takadama, katika yale yalofanyaje, yalotangulia kuelezwa. Kwa sababu kuna maelezo ambayo yametangulia kuelezwa ya huyu mwenye damu ya nini. Kwa hiyo hata huyu mwenye ugonjwa wa mkojo unatoka tu, na yeye atafanya, maana yake ataosha nini tupu yake, alafu baadaye ataziba, baadaye atajifunga vizuri, sawa, alafu atatawadha, ataenda kusali. Ila kama ni huyu ni manii tu ndo anatoka muda wote manii,
Kwenye upande wa manii hatoosha wala kufunga wala nini. Yeye kila swala yeye atakuwa anaoga tu, kwa sababu manii sio najisi. Kama ikifika kipindi cha swala yeye tu anatakiwa akaoge, sawa. Baada ya kuoga anavaa, sawa, anaswali. Ikifika tena swala nyingine anaoga kwa ajili ya kuondosha ile nama yake, simania anatoka, anaoga kwa ajili ya nani. Lakini kama ni madhi ni najisi, kwa hiyo anatakiwa aoshe sehemu tupu yake yote, ajaze pale, azibe vizuri, afunge, alafu atawadhe, alafu ndo anatakiwa swali. Akiwa kwenye swala kile kinachoendelea kutoka anasamehewa, hakinakuwa hakina tatizo. Kwa hiyo ataswali mtu wa aina hiyo kwa sura hiyo tuloieleza. Inshallah Mwenyezi Mungu ajalie kheri. Na mlango wetu wa masala ya hedhi ndio umekomea hapa. Kinachokuja kufuatia ni babu najasati, mlango wa najisi. Mlango wa nini? Haya yote ukiyafuatilia utaona huyu ni mtu, yani ni maandalizi ya mtu anatakiwa kusali, kuonyesha kwamba hakuna ujanja wa mtu kusema mimi siwezi kusali. Sasa kama mazingira ya huyu tu yanayoelezwa ilikuwa ndo sasa waseme, lakini anaambiwa lazima asali kwa sura hii iliyoelezwa. Kwa hiyo hapa tunakuja sasa kuyaeleza mambo ya najisi. Baadaye tukitoka kwenye najisi tutaingia kwenye mambo yanayofuatia huku. Alhasili tuendelee kuwa karibu na darasa hili ili tuweze kujifunza mengi zaidi inshallah.